Wasikilizaji wetu wapendwa, popote mlipo, karibu tena katika matangazo ya Abyad Academy, mahali ambapo elimu hukutana na historia na ukweli hutafutwa kwa mizani ya uadilifu. Leo tunakuletea simulizi maalum, simulizi linalogusa historia ya Uislamu, historia ambayo mara nyingi imezungukwa na maneno mengi, baadhi yake yakiwa ya kweli na mengine yakiwa ni porojo tupu. Kwa muda mrefu sasa, baadhi ya watu waliojaa chuki za kimadhehebu wamekuwa wakitengeneza audio na simulizi mbalimbali, wakidai wanaeleza historia ya Sunni na Shia. Lakini ukweli ni kwamba mengi ya simulizi hizo hutungwa kwa makusudi ili kuwagombanisha Waislamu. Wahenga wa Kiswahili husema, maneno ni upepo, lakini madhara yake ni dhoruba. Na kwa sababu hiyo, leo tumeamua kufungua ukurasa huu wa historia kwa utulivu na uadilifu. Hatutapendelea upande wowote, bali tutachambua mambo kwa mizani ya elimu na historia. Kwa hiyo basi, kaa karibu na simu yako usiondoke, maana safari hii ya kihistoria ina mambo mengi ya kujifunza. Wasikilizaji, Uislamu unaweza kufananishwa na mmea uliopandwa njiani wakati wa kiangazi kikali. Mmea huu haukumea kwa urahisi, wala haukulelewa kwa maji ya kawaida. La hasha, mmea huu ulilelewa kwa machozi ya waumini, kwa mateso yao, na wakati mwingine hata kwa damu ya wale waliojitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Allah Taala. Katika siku zile za mwanzo, washirikina na watawala hawakuwa tayari kuupokea Uislamu, ingawa wengi wao walikiri waziwazi uadilifu na uzuri uliomo ndani yake. Lakini wale walioupokea walipata mateso makubwa, walinyanyaswa, walipigwa, walifukuzwa makwao, na wakati mwingine hata kuuawa bila hatia. Ndiyo maana wahenga husema, kila tunda tamu lina mizizi ya uchungu. Laiti Waislamu wa leo wangehisi hata chembe ndogo tu ya mateso waliopitia waliotanguliza Uislamu, basi wangeuheshimu mno na kuushika kwa mikono yote miwili kwa adabu kubwa. Lakini wasikilizaji wapendwa, kadiri miaka ilivyokwenda mbele na Uislamu kuanza kuenea, hali nyingine ilianza kujitokeza. Ilipokaribia kufika mwisho wa maisha ya mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tofauti za maoni zilianza kujitokeza polepole miongoni mwa Waislamu. Na jambo la kushangaza ni kwamba waliokuwa wakitofautiana hawakuwa watu wa mbali, bali walikuwa ni maswahaba wake wenyewe. Hii ni sehemu ya historia ambayo haina haja ya kufichwa, kwani historia hufundisha hata pale inapoumiza. Siku moja, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kitandani akiwa mgonjwa sana. Ugonjwa ulikuwa umechukua nguvu zake na kifo kilikuwa karibu sana. Katika hali hiyo, aliwaambia maswahaba wake, nileteeni kalamu na karatasi ili niwaandikie wosia ambao mkishikamana nao hamtapotea wala kutofautiana baada yangu. Lakini ghafla, ndani ya chumba kile kile, sauti za kutofautiana zilianza kusikika. Baadhi ya maswahaba waliona ni lazima wosia huo uandikwe, lakini wengine walikuwa na mtazamo tofauti. Miongoni mwa waliotoa rai hiyo alikuwa Umar ibn al-Khattab, ambaye alisema, Mtume amezidiwa na maumivu ya ugonjwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatutosha. Hapo ndipo mabishano yalipoanza kuongezeka, sauti zikapanda, mazungumzo yakawa makali, na yote hayo yakitokea mbele ya Mtume mtukufu mwenyewe. Hatimaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokasirishwa na hali ile ya mabishano, aliwaambia waondoke mbele yake. Na hapo ndipo tukio hilo lilipobaki katika kurasa za historia kama moja ya matukio yanayojadiliwa sana katika historia ya Uislamu. Lakini wasikilizaji wapendwa, swali linabaki, ni nini kilitokea baada ya hapo? Tofauti hizi ziliendelea vipi baada ya kifo cha Mtume? Hayo ndiyo tutakayoyafungua katika sehemu inayofuata ya simulizi letu. Usiondoke, endelea kuwa nasi katika matangazo ya Abyad Academy. Ilikuwa nani Ustadhi Bakir Ulum, mhariri wa habari? Kwa pamoja tunasema, elimu ni nuru na historia ni mwalimu.